Nchi hii iliende mbele inahitaji sekta kama 5 tu. Kwanza nianze na kilimo. Kwa nini kilimo? Kwa sababu kilimo kinaajiri profesa na kinaajiri ambaye hajui kusoma wala kuandika. Kilimo kinaajiri wote. Kilimo kinaajiri profesa, kinaajiri mwenye masters, kinaajiri mwenye degree ya kwanza, kinaajiri mwenye diploma, kinaajiri mwenye certificate, kinaajiri darasa la 7, kinaajiri anayejua kusoma na kuandika na asiyejua kusoma na kuandika. Kwa hiyo kilimo kinaweza kubeba wengi, kwa sababu kilimo ni kilimo. Kila mtu kwenye portion ya kilimo ana eneo lake. Kuna eneo ambalo linahitaji intellectuals kwa maana ya irrigation, na kuna uvunaji ambao unahitaji watu wa kawaida, na kuna kupanda mbegu kunahitaji wa kawaida. Kwa hiyo sekta ya kilimo ina uwezo wa kuajiri watu wengi. Sasa matatizo ya kilimo ni moja tu. Kuna wakati mwingine mnalima, mvua haipo. Mvua haipo. Kwa hiyo cha kufanya ni kuweka umwagiliaji, irrigation. Kwa sababu nchi ya Tanzania ina mikoa ambayo iko kando kando ya maji, na maji yake yanatosha kwa ajili ya kilimo. Dunia, Benki ya Dunia na Shirika la Chakula Duniani wamesema bilionea wanaofuata miaka 50 ijayo watakuwa ni wale wanaouza chakula. Hiyo ni projection ya Shirika la Chakula Duniani, kwamba mabilionea wanaofuata sasa sio electronics, sio mifumo, ni wale wanaouza chakula. Kwa sababu, sikiliza vizuri, Urusi na Ukraine ni vita ya ukubwa, sio vita ya watu wana ugomvi, wanagombania ukubwa. Marekani na Urusi nani mkubwa? Hiyo haitaisha. Na Ukraine ilikuwa ndio ina supply chakula duniani, kwa sababu ya vita hawalimi tena, Urusi hawalimi tena, Ulaya wanaogopa nuclear hawalimi tena, Marekani hakuna kilimo tena. Unakumbuka tumetoka kwenye COVID-19. Kwa hiyo inategemewa sehemu nyingine duniani iwe ndio bakuli la chakula cha dunia, na sehemu hiyo ingekuwa ni Tanzania. Kwa nini ni Tanzania? Kwa sababu Tanzania ina maji ya kutosha. Naanza pole pole. Mkoa wa Mara uko kando ya Ziwa Victoria na una mashamba ya kulima, hatulimi na maji yako pale. Mkoa wa Simiyu uko kando ya maji, ukienda Lamadi pale na maeneo hayo, na una mashamba makubwa, hatulimi. Mkoa wa Mwanza uko kando ya maji ya Ziwa Victoria na una mashamba makubwa, hatulimi. Mkoa wa Shinyanga uko kando ya maji kule ya Lwambogo kule, mashamba makubwa na mbuga kubwa, hatulimi. Mkoa wa Geita uko kwenye maji kila mahali Ziwa Victoria, hatulimi, mashamba yapo. Mkoa wa Kagera uko kwenye maji kila mahali, hatulimi. Kigoma tuko kwenye maji, Kigoma yote kwenye maji, hatulimi. Katavi iko kwenye maji, Rukwa iko kwenye maji, Mbeya kuna Ziwa Nyasa iko kwenye maji, Njombe iko kwenye mikoa ya kutosha, mikoa 13 mpaka 14. Hayo ni maji mazuri yenye uwezo wa kunywa na yenye uwezo wa kumwagilia. Maji hayo ya Ziwa Victoria wa Misri wameyatepu kupitia Uganda, wanamwagilia mashamba yao. Sisi kule Mwanza unakuta ziwa liko mita kama hapo barabarani, hapa kuna mahindi yanakauka. Nini kinatakiwa kufanyika? Kinachotakiwa kufanyika ni maeneo hayo ya karibu yanatengenezewa mifumo ya umwagiliaji. Musoma tunabaini wana uwezo wa kulima nini. Simiyu wanalimaga pamba wao kule. Mwanza wanalima mchere na dengu na pamba. Geita nako vile vile tunailima nchi. Hayo ni maji nimekwambia yanayotokana na ziwa. Sijaweka mito, sijaweka bahari. Dar es Salaam kuna maji, kuna bahari. Tanga kuna maji, kuna bahari. Mtwara kuna maji, kuna bahari. Pwani kuna maji, kuna bahari. Zanzibar kuna maji, kuna bahari.
na mito ya kumwaga. Kuna mto mmoja unatoka kule juu kabisa unatilisha mto Pangani, mto Maragarasi, mito ya kumwaga isiyokauka. Sisi tunaagiza chakula, tunanunua mchere wenye virutubisho kutokea wapi? Marekani. Maana yake serikali inajenga magara ya chakula. Sasa kule Mwanza inajengwa gara kubwa la ubwabwa. Mkenya anakuja kuchukua hapo, tunauza. Mganda anachukua, Mrundi anachukua. Fedha ya kigeni inamwagika hapa. Nchi za Kiafrika zote, Kongo tunasoma, sisi tunakuwa bakuli la chakula duniani. Unanielewa? Ni hivyo kwa korosho, ni hivyo kwa mahindi, ni hivyo kwa mpunga, ni hivyo kwa ufuta, ni hivyo kwa sashimi na mengine yote. Maana yake kitakachotokea ni nini? Bei za chakula hapa